Mmoja kati ya wakati mgumu ambao bila imani ya kuamini kwamba Mungu atafanya nisingeweza kuwa hapa sasa hivi nilipo kwenye masuala yangu ya ujasiriamali, ni kwamba kwenye safari ya ujasiriamali na ups and down every day. Yani kila ukiamka asubuhi kuna kitu kipya ambacho inabidi usolve. Kama sio timu yako haijafanya kazi, basi timu yako imekwama mahali. Kama sio timu yako imekwama mahali, kuna bills inabidi ulipe. Kama sio bills inabidi ulipe, kuna shortage imetokea. Every day kwenye ujasiriamali iko hivyo. So moja kati ya changamoto ambazo inabidi ifike stage ambayo umwamini Mungu ni hatua ambayo nilikuwa nafanya ukuaji. Ukuaji itokeaje pale ambapo sasa nimefika stage, nimesajili kampuni, naanza kuwa na team. The challenge ni kwamba ulikuwa unajiona you have money, unaweza kumonitor everything mwenyewe, alafu unafanya shift ambapo yani unapata pesa alafu inatakiwa igawanyike kwenye kila kitu, alafu umehold ya watu, then unategemea kufanya nao kazi, then the money is not coming. Urudi nyuma, step back, upoteze kila kitu ulichokijenga, au ukae uanze kumwamini Mungu, mambo yote yatarani jinsi ambavyo unatarajia. Let me tell you one thing, I'll be honest with you. Haitokei, yani sio kwamba ilitokea, this ilikuwa my first encounter, ndio maana ikawa ni ngumu mpaka sasa hivi naikumbuka. Lakini sio kwamba inaishia hapo. It continues. This is the moment ambazo unakaa chini, then una realize you cannot do anything by your own, even if everything ipo kwenye line na mstari. Then you have to surrender yourself kwa Mungu, then umwachie yeye ndo aje afanye biashara yako. It's simple kuelezea hivi, lakini you have to accept that you have to surrender to God, Jesus Christ. Yeye ndo atakuja kurun kiongozi wa kampuni yako. That is simple kuongea until yamekukaa hapa kichwani. That kwenye situation kama hizi mara zote nafikiri ni moja kati ya situation ambazo all the times zinanifanya niwe humbled down na kuweza kufikiria ni kwa namna gani ambavyo what we know, how genius we are na how smart we are, but tunategemea the extra power itakao kuja kutoka nje kuja kufanya mambo yatokee yaende. Every day I speak about this. Lazima kuwe kuna nguvu nyingine kutoka nje ambayo itakuja kufanya mambo yaende, especially kama unaingia kwenye levels ambazo hujawahi kufika wala kutegemea kufika kwa wakati huu, ila umejikuta umefika. That's your moment. I remember I prayed to God siku ya kwanza, siku ya pili I'm not sleeping, then automatic siku ya tatu I received the call and I got enough money to pay everything na mambo yakaenda. You be like, whoa my God. So hii encounter yani haitokei tu mara moja ikaondoka. Always kwenye ujasiriamali kuna vitu vinatokea every day, and if unatarajia siku moja eti mambo yataisha yote, then you will be sit clearly, relax. That day is not yet to come on the world. Amla siku itatokea hivyo. Hii ni moja kati ya jambo ambalo imani pekee ndio inakufanya uendelee kusurvive. Na ukiwa mjasiriamali ndo maisha yetu.